Waebrania 10:38 nasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita moyo wangu hauna furaha, au roho yangu haina furaha. Mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Mwenye haki wote ambaye ni mimi na wewe, haiko namna ambayo tunaweza kuishi zaidi ya kuishi kwa imani. Tunaishi kwa vitu visivyoonekana, tunaishi kwa kutarajia mambo ambayo hatuyaona kwa macho, damu na nyama. Haleluya! Maana Ibrahim kwa jinsi alivyomwamini Mungu akatarajia kwa imani, na mwisho wa siku ikafanyika ni haki yake. Maana alipoahidiwa kwa baba wa watoto wengi au uzao mkubwa, aliendelea kuamini hata pale ambapo akaja kupokea. Amen. Haleluya. Amen. Mtu wa Mungu, tuweke imani kwake. Hatupaswi kukaa tamaa kwa mambo yanayoonekana. Maana mwanzo wa imani yetu, asili yetu ni kuamini vitu visivyoonekana. Kwa vitu vinavyoonekana havipaswi kutuumiza. Vinavyoonekana kwa macho ya damu na nyama havina nguvu kabisa. Dili sana na root cause na roho. Haleluya. Tuamkamishe vitu viko. Pigane kwa namna ya roho. Vitu vyote tunavishughulikia kwa namna ya roho. Kama kuna nguvu za giza ulimwengu wa roho, lazima za roho. Mizizi yake na inafuata ikausha ulimwengu wa roho. Yaani kila kitu kinafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani ni uhakika. Na unaomba kwa imani. Imani ndio kitu pekee ambacho kama ni mkono wa kupokea baraka za Mungu. Amen. Haleluya. Sasa imani haki wangu ataishi kwa imani.